Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini ya kwamba umzima popote palolipo na ukiendelea kuifuatilia Mahasin. Karibu sana. Hivi sasa ni wasaa kapu la habari, ikiwa ni fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa namba mijiri kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Kwa upande wa habari za hapa nyumbani utakuwa nami Saadi Suleiman, na hapo baadaye nitakujuza yule ambaye tutasomea habari za kimataifa. Awali yote tuangazie mukhtasari miongoni mwa wale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Waziri Mkuu Majaliwa awaaga wana Ruangwa kutogombea uchaguzi wa Oktoba 2025. Wadau wa biashara waweka mikakati kuboresha soko la awali la korosho. Na katika rubaa za kimataifa, jeshi la Israel latangaza kutanua operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Gaza. Na mtazamaji wa Mahasin TV, sambamba na kutufuatilia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, vile vile matangazo haya unaweza kuyapata kupitia akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV Official, bila kusahau kupitia application ya Mahasin TV Live ambayo unaweza kuidownload kupitia Play Store. Karibu tulianze kapu la habari, na tuanze kwa upande wa habari za kitaifa, na kwa siku leo tukianzia mkoani Lindi. Waziri Mkuu na mbunge wa jimbo la Ruangwa mkoani Lindi, Kassim Majaliwa, ametangaza rasmi kutogombea tena ubunge wa jimbo la Ruangwa baada ya kulitumikia jimbo hilo kwa miaka 15. Akizungumza na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa na wilaya Ruangwa, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametumia fursa hiyo kuwashukuru wananchi kumuunga mkono wakati wote ambao amekuwa mbunge wa jimbo hilo. Baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka 15 kutoka mwaka 2010, na sasa imefika wakati kwa mshikamano tuloujenga kutoa fursa kwa wana Ruangwa, wazaliwa wa Ruangwa, wapenda maendeleo, waweze sasa kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, ambayo sasa Mheshimiwa Mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele, iweze kusonga mbele zaidi. Aidha, Waziri Mkuu Majaliwa amewasihi wananchi wa Ruangwa kuendelea kushikamana na kushirikiana ili kuendelea kupiga hatua za maendeleo. Hawa wote waliochukua fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15. Kwa hiyo wanakuja kwetu, wanakuja kwenu wananchi, kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja, kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi. Kwa wana Ruangwa tuone haya mabadiliko ni ya kawaida, ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake, mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia yameongozwa na Mwenyezi Mungu kwa nia njema kabisa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ruangwa mwaka 2010 na amehudumu kwa kipindi cha miaka 15. Watumishi wote 461 wa jeshi la magereza mkoani Mara wameanza kunufaika
na usambazaji wa mitungi ya gesi ya kilogramu 15 pamoja na majiko ya gesi ili kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Msisitizo wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini ni kwamba angalau 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Katika kufikia mkakati huo, tarehe 13 Septemba 2024, Jeshi la Magereza liliingia mkataba na Wakala wa Nishati Vijijini REA ili kuwawezesha kuhama kutoka katika matumizi ya nishati isiyo salama kwenda katika matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia. Kwa upande wa Jeshi la Magereza, takriban watumishi zaidi ya 15,000 watanufaika na mitungi hii. Ni watumishi wote. Zoezi hilo la kuwafikishia nishati safi ya kupikia limekwisha anza. Kwa upande wa mkoa wa Mara, tumeambiwa kuna watumishi takriban 461 ambao wako kwenye magereza yetu takriban 6 na wengine wako makao makuu ya magereza mkoa. Wote hawa wanakwenda kupatiwa starter pack kama alivyoeleza mtaalamu. Starter pack ina gesi ndani, mtungi, jiko na vifaa vyake vyote ambavyo vinawezesha kuanza kupika moja kwa moja. Katika mkataba huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 35, pia unahusisha ufungaji wa mifumo ya biogas 126, mifumo ya gesi ya kupikia LPG 64 pamoja na usambazaji wa mkaa mbadala katika magereza mbalimbali nchini. Zaidi ya tani 850 zitasambazwa kwa kuanzia katika magereza mbalimbali. Na pia mradi huu unahusisha ununuzi wa mashine 61 za kutengeneza mkaa mbadala ambazo nazo hizi zitasambazwa katika magereza mbalimbali ambayo yameainishwa. Sambamba na hilo, hizi fedha ambazo bodi yako iliidhinisha zinakwenda kujenga uwezo kwa zaidi ya watumishi 280 wa Jeshi la Magereza. Jumla ya mitungi ya gesi na majiko ya pleti mbili zaidi ya 15,000 itagawiwa kwa watumishi wote wa magereza. Mkuu wa magereza mkoa wa Mara, kamishna msaidizi wa Jeshi la Magereza Hospius Mendi, amesema mradi huo umepokelewa kwa mikono miwili na unatazamwa kama mwarobaini wa changamoto lukuki zilizopo hapo awali. Tulikuwa tunategemea zaidi kuni. Kwa hiyo hizi kwanza zilikuwa zinatupotezea muda kwa sababu lazima uhangaike. Unatenga genge maalum kwa ajili ya kwenda kufuata miti, na kama sisi wa magereza ya hapa mjini hatuna misitu hapa yale ambayo ya kwetu. Kwa hiyo wakati mwingine ilikuwa ni lazima utumie gharama, wakati mwingine kwenda kwenye magereza yetu yenye misitu, angalau ukate miti ili uweze kupata hiyo nishati ya kupikia. Kwa hiyo nishati mbadala kwa kweli kwa upande wetu, au nishati safi kwa upande wetu, ina faida sana. Shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Mara. Na sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Mtwara. Wadau wa biashara wilaya Mtwara mkoani Mtwara wameomba na kuishauri serikali kushughulikia mapungufu yaliyopo katika soko la awali la ununuzi wa zao la korosho kwa maslahi mapana ya wakulima na zao hilo. Hilali Seifuriami ana masimulizi ya taarifa hii. Ni katika kikao cha baraza la biashara wilaya Mtwara kilichoketi kwa ajenda kuu kuna namna ya kuweka mikakati ya uboreshaji wa biashara ya zao la korosho. Tumaini Janianda ni mjumbe wa baraza hilo kutoka halmashauri ya wilaya Mtwara vijijini. Anasema mazingira yaliyopo sasa hivi katika soko la awali sio rafiki kwa wakulima. Lengo letu lilikuwa na soko la awali ni sehemu ya ukombozi kwa wakulima kwa kupata bei nzuri yenye tija, sio badala ya bei nzuri kwa mtihani kama ilivyo sasa hivi. Utaratibu mzuri ni kwamba soko lao lilifuata utaratibu na kanuni za sheria kama wale ulivyo katika mfumo wa stakabadhi ghalani, kwamba wanakata leseni za kuchukua korosho za wakulima kwa kiasi gani, wanakwenda eneo gani, wananunua kwa shilingi ngapi, kwa sababu matarajio ya kulima ni kuona wanapata bei, na ikiwezekana wakutane na wakulima moja kwa moja, kwa sababu wakulima ndio wenye korosho, sio viongozi wa vyama vya msingi, wale ni wasimamizi wa wakulima. Mwenyekiti wa jukwaa hilo la majadiliano ni kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani Rugembe Maiga. Anasema kikao kimejadili namna ya kuweka mfumo madhubuti wa usimamizi na ufuatiliaji wa soko la awali.
kwa sababu imeonekana dhahiri shahiri kwamba soko la awali kwa namna moja au nyingine linatumika kama kichaka cha kununua korosho kwa bei ambayo ni ya chini kwa wananchi wetu. Kwa hiyo tumekubaliana sisi kama taasisi za serikali ambao ni wadau muhimu kwa maana ya bodi ya korosho, kwa maana ya vyama vya msingi, namna ambavyo tutazungumza lugha moja. Tutakaa kikao cha pamoja, tuweke mikakati madhubuti. Kwa mfano, wilaya ya Mtwara wanalalamika kwamba korosho zao ziliuzwa kwa bei ambayo ni ya chini. Kwa hiyo kukaa kikao hiki ina maana tunakwenda kutafuta majawabu ambayo kwa msimu ujao basi majawabu haya yatasaidia kuondoa manunguniko yaliyopo, lakini pia kuleta tija kwa wakulima wetu wa zao la korosho. Baadhi ya wadau kutoka sekta ya umma wamewaahidi wakulima watarajia mabadiliko yenye tija katika soko la awali kabla ya msimu wa korosho wa mwaka huu. Kama serikali tumelichukua kwa maana ya kwenda kukaa pamoja na serikali na taasisi zake pamoja na MAMCU ambao ni wadau wa zao la korosho kwa ajili kabla ya msimu wa korosho wa mwaka huu basi tuweze kukaa na kuangalia namna bora ya kuendelea kumsaidia mkulima ili kuweza kupata bei nzuri kwenye soko la awali. Mkulima atarajie kwamba kutakuwa kuna mabadiliko ambayo tutaenda kuyafanya kwa upande wa soko la awali. Bodi ya korosho bado inaendelea kusisitiza kwa wakulima kuendelea kuzihifadhi korosho zao maeneo ambayo hayataweza kuathiri ubora wa korosho, na pia vile vile kwa kupitia maafisa ugani ambao wameajiriwa wale 500 kwa kupitia mradi wa BBT. Bodi ya korosho itakuwa inaendelea kuendelea kutoa elimu kwa wakulima namna gani ya uhifadhi wa korosho, uvunaji. Shukrani sana Hilali Sifuriami kwa masimulizi ya taarifa hii kutokea mkoani Mtwara. Na sasa moja kwa moja tuelekee mkoani Katavi. Wananchi wilayani Tanganyika mkoani Katavi wameshukuru serikali kwa namna ambavyo inaendelea kushughulikia changamoto zinazowakabili kufuatia utekelezaji wa miradi mbalimbali katika sekta za afya, maji na elimu. Zuberi Mgaya ana masimulizi ya taarifa hii kutoka hapa studio. Hayo yamejiri kufuatia ziara mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo katika kijiji cha Isubangala, ambapo baadhi ya miradi iliyokaguliwa ni pamoja na ujenzi wa mradi wa maji Mazwe. Napaka rangi ya concrete. Ndio. Haina muda kwamba ikae muda gani? Hapana, haina muda, inakauka immediately. Ndio. Kwa hiyo maji mnapanisha Jumapili, mnapanisha Jumatatu kwenye tenki. Yaani Jumatatu ni yakipanda ikajaa wanapata maji. Wananchi wa Mazwe walikuwa kihangaika sana kuhusiana na swala la maji, lakini pia wanafunzi nao walikuwa ni miongoni ambao walikuwa waathirika katika swala la maji. Tunaomba hata mambo maji mengine ili watu wa vijijini mbali kidogo na hapa wapate watu wa mbali kwenye kijiji chetu wengine wako mbali. Kupitia ziara hiyo, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu amezindua mradi wa maji kijiji cha Isubangala uliotekelezwa kupitia programu ya visima 900 inayotekelezwa nchi nzima. Katika wilaya ya Tanganyika, programu hii imetekelezwa katika kata 3. Kata ya Bulamata, Ilangu na Tongo, ambapo vijiji vilivyonufaika ni Busongola, Kusi, Isubangala, Mugasa na Bugwe, ambavyo vilipendekezwa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mpanda vijijini Mheshimiwa Suleiman Moshi Kakoso. Utekelezaji wa miradi hii umefanywa kwa njia ya force account ambao ulianza tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2024 na kukamilika tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2025 kwa gharama ya shilingi milioni 506,17,522. Akiwa na ujumbe wake, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu pia ameutembelea ujenzi wa jengo la OPD katika kijiji cha Ipwaga na zahanati ya Bulamata, pamoja na kukagua ujenzi wa bweni la wasichana katika shule ya sekondari Bulamata. Utekelezaji ulianza tarehe 16 mwezi wa 12 2024 kwa kuanza na kazi ya kupandisha ukuta wa upande wa vyoo, lenta chooni, jamvi kwa jengo lote la bweni na kupaua plasta ndani na nje ya jengo. Dr. Samia Suluhu Hassan amepeperusha bendera ya taifa letu ndani na nje ya mipaka yetu kwa viwango vikubwa. Asiwepo mtu mmoja wa kupita kuambia uchaguzi haupo. Huyo atakuwa sio Mtanzania. Atakuwa hajui nchi yetu. Atakuwa hajui uzalendo wetu. Atakuwa hajui utaifa wetu. Huyo atakuwa na jambo lake, mpuuzeni. Namshukuru sana Zuberi Mgayo kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Katavi. Na mtazamaji wa Mahafin TV, taarifa hiyo inatutamatishia kapo la habari kwa upande wa habari
za kitaifa. Inatupa nafasi ya kuweza kupata mapumziko mafupi, na tukirejea moja kwa moja tutakwenda kufahamu yale ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Jiunge na chuo cha afya Baobab Mapinga Bagamoyo. Usajili wa Activate 1178. Maombi ya kujiunga kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yameanza. Kozi zinazotolewa NTA level 4 na level 6, clinical medicine, pharmaceutical science, physiotherapy. Sifa za kujiunga: ufaulu angalau D4 zikiwemo biology na chemistry. Faida za kusoma chuo cha afya Baobab: ada nafuu, inalipwa kwa awamu, hosteli na chakula bure kwa wanafunzi, wifi ya bure, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia. Hospitali ya chuo Baobab Hospital kwa mafunzo ya vitendo, walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa. Njia za kutuma maombi kupitia WhatsApp namba 0750559641, kupitia tovuti www.bit.ac.tz au fika moja kwa moja chuoni Mapinga Bagamoyo. Kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0750559641 au 0759549641. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kusalia nami ndani ya kapu la habari, na sasa ni wasaa mzuri wa kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri nje mipaka ya Tanzania, kama ambavyo yanaletokana na masimulizi na Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Ripoti ya siri iliyotolewa na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa inasema Rwanda ilikuwa na udhibiti na mamlaka kwa waasi wa M23 wakati wa operesheni zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo iliyofichuliwa na shirika la habari la Reuters imeeleza msaada wa kijeshi ambao Rwanda iliutoa kwa wapiganaji wa M23, ikiwa ni pamoja na mafunzo na vifaa vya kiteknolojia vya hali ya juu vilivyokuwa na uwezo wa kuvuruga mifumo ya ulinzi wa anga wa jeshi la Kongo, jambo ambalo liwapiga jeki waasi hao. Wataalamu hao wanasema hatua hiyo iliwezesha Rwanda kuwa na ushawishi wa kisiasa na kuweza kulifikia eneo la mashariki mwa DRC lenye utajiri wa madini na ililokumbwa na mizozo kwa zaidi ya miongo mitatu. Aidha, ripoti hiyo imeendelea kubainisha kuwa Rwanda ilipokea viongozi wa muungano wa waasi wa M23 katika vituo vyake vya Gabiro, Nasho na Gako, ambako wapiganaji wa M23 walipewa mafunzo ya kijeshi. Wanadiplomasia wameeleza kuwa ripoti hiyo inayotarajiwa kuchapishwa hivi karibuni iliwasilishwa mapema mwezi Mei kwa kamati ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inayofuatilia mzozo wa Kongo na inayohusika pia na kuweka vikwazo. Na kwingineko ni jeshi la Israel limesema siku ya Jumanne kwamba limetanua operation zake kwenye ukanda wa Gaza siku chache kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko mjini Washington nchini Marekani.
Operesheni hiyo kubwa inafanywa katikati ya ongezeko la miito ya usitishwaji wa mapigano, miongoni mwao ikiwa ni Rais Donald Trump wa Marekani anayetarajiwa kukutana na Netanyahu wiki ijayo. Kazi wameripoti mapigano makali siku chache kabla ya ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington. Peni ya Israel ya kuziangamiza kundi la Hamas imepamba moto, na siku ya Jumanne shirika linalohusika na ulinzi wa raia la Gaza iliripoti kuwa vikosi vya Israel viliwaua karibu watu 26. Na ilipozungumzia shambulizi hilo kubwa lililofanywa kaskazini na kusini mwa eneo hilo, limesema lengo ni kudhoofisha kabisa uwezo wa kijeshi wa Hamas. Hali ya milipuko ya mashambulizi imekuwa ikitokea mara kwa mara katika ukanda wa Gaza, ambapo hupelekea baadhi ya raia wengi kuuawa katika maeneo ya kupokea misaada ya chakula. Na tukitamatisha habari za kimataifa, serikali nchini Uturuki inawashikilia watu 42 baada ya kuwakamata kufuatia maandamano makubwa yaliyofanyika mjini Istanbul, ikiwa ni siku 100 tangu alipondolewa na kukamatwa kwa aliyekuwa meya wa mji huo Ekrem İmamoğlu. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki aliandika katika mtandao wake wa X kwamba watu hawa 42 wanashutumiwa kumtusi rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kushindana na maafisa wa usalama. Maelfu ya watu waliandamana mjini humo kumuunga mkono meya İmamoğlu ambaye amekuwa akiendesha kampeni ya upinzani dhidi ya serikali. Ekrem İmamoğlu ni mwanasiasa mashuhuri nchini Uturuki anayekiongoza chama kikubwa cha upinzani cha CHP na anaangaliwa kama mpinzani mkubwa wa urais wa Erdogan katika uchaguzi ujao. İmamoğlu alikamatwa na kuondolewa katika wadhifa wake Machi 23 mwaka huu, ikiwa huku maafisa kadhaa wa chama chake wakikamatwa. Naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha CHP Murat Bakan asema meya wa zamani na maafisa kadhaa waandamizi ni miongoni mwa waliotiwa mbaroni huko Izmir, mji wa 3 kwa ukubwa ambao upinzani umekuwa ukitawala kwa miaka. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Namshukuru sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji wa Mahasin TV, kabla ya utuo katika kapu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Waziri Mkuu Majaliwa awaaga wana Ruangwa kutogombea uchaguzi wa Oktoba 2025. Wadau wa biashara waweka mikakati kuboresha soko la awali la korosho. Na katika rubaa za kimataifa, jeshi la Israel latangaza kutanua operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Gaza. Namshukuru sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuweza kulifuatilia kapu la habari kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saadi Suleiman ambaye nimesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari za nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Zuberi Mgaya. Kwa niaba ya timu nzima ambayo tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuliandaa kapu la habari, na kutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai.
Bidhaa bora ya Bakhresa. Shule ya Sekondari Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2025. Shule inasimamia nidhamu ya wanafunzi na walimu kwa kiwango cha hali ya juu, na hii ndio sababu ya kupata ufaulu mzuri kwenye mitihani ya taifa. Wanafunzi wanapewa fursa ya kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa mara baada ya kuhitimu. Michepuo inayofundishwa katika science ni PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS. Kwenye biashara ni EGM, HGE, EKA, ECSM, BUACCS pamoja na BUACM, na kwenye sanaa ni HGL, HGK, HKL, KLC, HLC pamoja na HGC. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 shuleni Baobab Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka namba 12, 14, 19 na 22, au kwenye tovuti ya baobab.ac.tz. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mkuu wa shule kwa simu namba 0739 611 539 au kwa namba zinazoonekana kwenye TV yako.